ndo mwana w'umuntu data ndagusenga msanga shetani bakunda ariko mana ndakwingiza data ubushobozi bwawe data mumbeko mu izina rya Yesu ndirukanye mu shetani n'abarayimani batsinde mu izina rya Yesu none mana twageze mu mwanya data mu ijambo ryawe kunacyubugingo ndasize data umukozi wawe data mu maboko yawe mana cy'umwijuru umugire neza data umuhoze mana n'amaraso yawe kunacyubugingo aza guhagarara data imbere y'itora tendera cy'ubugingo umuvugisha mana cy'umwijuru data yugurura akamaro wivugira mana cy'umwijuru umurinde wangu wa shetani n'abadayimoni kuko wangu wa shetani nakunda data muri uno mwanya tugezemo ariko mana data dushobose ndirukanye imiyaga mibi mu izina rya Yesu ndirukanye ibitari byose mu izina rya Yesu Yesu data manuka ubigwanire Yesu manuka data wikore data abantu hano Yesu mana naindi mana yiriko naindi mana twambaza atari we Yesu we waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose none mana y'umwijuru data ari wowe wamutoranije Yesu ari wowe wamusize amavuta yawe Yesu ndakweretse mana amajambo yose aza kuvuga bitanda cy'ubugingo yaguma mu mitima yacu data tuyagendere kuko naindi mana ihari naindi mana twizera atari wowe Yesu turirukanye data ibitari byawe byose turirukanye data ibitari byawe mana mana nutugwanirire kuri aka kanya mana nutuweze Yesu kugira ngo data amajambo uza kumva mana y'umwijuru yaze kudufasha data mu mitima yacu reka tugushime tugutazire kuri bikwiye mu izina rya Kristo ubugingo amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumpepee Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Samahani kama nimesema kwa haibaki. Sijui kama wakati wa practice yani nilikuwa hapo kwa practice au niliweza kufia kwenye mlango kwenu. Haleluya. Mbingu za Yesu Kristo na maambasadi wa Yesu Kristo kuna kuwa connection fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wimbo ambao umeandaliwa leo kwa kwaya imekuwa connected na neno ambalo Bwana amelipea siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa roho wa Bwana unakuwa na connection ya mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hivyo hivyo kunapokuwa na roho wa shetani kunakuwa na connection ya kuzimu. Haleluya. Amen. Ndalibeu wimbo wa kwaya. Wimbo wa kwaya natengeneza njia yangu. Natengeneza njia yangu nifike huko. Natengeneza njia yangu nifike huko. Ambapo nitamwona mkombozi niimbe haleluya. Ambapo nitamwona mkombozi
tayari kuteswa kama Ayubu, kusudi langu jina lake lihimidiwe. Hata mabomu yapigwe kama Osama, sitaogopa maana yuko pande wangu. Niko tayari kuteswa kama Ayubu, kusudi langu jina lake lihimidiwe. Hata mabomu yapigwe kama Osama, sitaogopa maana yuko pande wangu. Natengeneza njia yangu nifike huko. Natengeneza njia yangu nifike huko, ambapo nitamwona mkombozi, niimbe naye haleluya. Ambapo nitamwona mkombozi, niimbe naye haleluya. Natengeneza njia yangu nifike huko. Natengeneza njia yangu nifike huko. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abednego, Shadraka, Meshaki na Elia, Mungu wa Musa, Mungu wa Daudi, Mungu wa Joshua, Mungu wa the Ninth Day Church of God International Ministries in Australia, Mungu wetu, tegemeo letu, kimbilio letu na msaada wetu wa karibu wewe. Baba yangu, ni mbele ya taifa lako asubuhi ya leo, ni mbele ya makutano yako Bwana asubuhi ya leo. Asante Yesu kwa connection yako ya mbinguni. Asante Bwana kwa Roho wako Mtakatifu. Ni mbele ya wana wako kujitoa neno lako ambalo Bwana umenipea. Ninakwenda Bwana kurudishia utukufu na heshima, nikihitaji uongozi wa Roho Mtakatifu wa kweli anitumikishe. Niyafanye Bwana ni mapenzi yako, ili Bwana kurudishia Mungu utukufu na heshima. Na wasikilizaji wa neno Yesu Bwana, na ufunua masikio ya roho kama vile ya mwili, wasikie kutoka kwako, sio kutoka kwangu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Tumpige Bwana Yesu Kristo makofi na shangwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kama nimetanguliza kusema au kuuliza waimbaji, kwa muda wao wa practice nilikuwepo hapa, ni kwa sababu ilikuwa siku ya tatu ya tarehe 28 ya mwezi wa 8. Tarehe 28. Kwa hiyo tutakwenda kusoma kitabu cha Isaya. Isaya sura yake ya 40 Swahili ya Kongo au 40 Swahili ya Tanzania. Isaya 40 mstari wake wa 3 hadi wa 4. Tutaruka mstari wa 6 hadi wa 8. Isaya 40 mstari wa 3, tutaishia kwanza kwa mstari wa 4, kisha baadaye tutaruka tena mstari wake wa 6 hadi wa 8. Na mwingine aandae kitabu cha Marko 1 mstari wa kwanza hadi 8. Mark chapter 1 verse 1 to 8. John andaa kitabu cha Marko mstari wake wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 8. Inasoma katika jina la Yesu, kitabu cha Isaya, kitabu cha nabii Isaya, mstari wake wa sura ya 10 mstari wake wa 3 hadi 4.
Ninasoma katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Sauti ya mtu anaita jangwani, mtayarisheni Mwenyezi Mungu njia, nyosheni barabara kuu kwa ajili ya Mungu wetu. 4. Kila bonde litasawazishwa, kila ulimi na kilima vitashushwa, ardhi iliyo sawa itafanywa sawa, mahali pa kuparuza patalaanishwa. Amen. Swali kingine au ni swali Isaya? Haleluya. Isaya 40. Usi swali kingine. Tengenezeni mchangani njia ya Bwana. Nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patasawazishwa. Amen. Endelea 6 hadi 7. Sikiliza, ni sauti ya mtu asemaye njia. Nikasema, nilie nini? Yote yenye mwili ni majani, na wema wake wote ni kama au na kondeni. Majina yakauka au la nyauka, kwa sababu pumzi ya Bwana yapita juu yake. Lakini watu hawa ni majani yakauka au la nyauka, bila neno la Mungu wetu litasimama. Bila neno la Mungu wetu litasimama milele. Amen. Rudia Kiswahili pia. Mstari wa 8. Ndio mstari 8. Sikiliza. Kuna sauti inasema, tangaza. Nami nikauliza, nitangaze nini? Naye tangaza, binadamu wote ni kama majani, udhabiti wao ni kama ua la shambani. Majani unyauka na ua ufifia, Mwenyezi Mungu uvumishapo upepo juu yake. Hakika binadamu ni kama majani. Majani unyauka na ua ufifia, lakini neno la Mungu wetu ladumu milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya mtu aliaye nyikani. Huyo ni mtu gani alikuwa akilia nyikani? Ni mtu gani ambaye alikuwa katika porini akilialia, akitangaza, akilalamika kwa sauti kali? Alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye Mungu amemtuma kuja kufanya mapenzi yake na kutayarisha njia ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa ujio wake wa kwanza. Haleluya. Yesu kabla hajazaliwa, Yohana ametangulia kuitangaza na kutayarisha njia ya Bwana. Ili Yesu akifika apite katika njia ambayo imetakasika, ambayo imenyooka, haina makunjo. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa akitembea katika pori, alikuwa tu akitangaza maneno fulani kwa kuandaa utukufu wa Yesu Kristo, kwa kuandaa njia ya Bwana. Usisahau, tunajifunza kuandaa njia ya Bwana. Ndio kitu cha neno ya leo, ni kuandaa njia ya Bwana. Kwa nini tu Yohana? Kwa nini tu mtumishi wa Mungu Yohana afikie kuanza kutembea ndani ya pori akitangaza njia ya Bwana au habari za Yesu Kristo kuja? Nitoa mfano. Wakati tunataka kufanya sherehe za ndoa. Bwana Yesu asifiwe.
Wale ambao wameshafanya ma-wedding wanajua. Watu wanajitaabisha sana. Wanaenda kuoa malemozini. Wanajua sijui hizi zingine zitaki. Lemozini nyingi. Mahama. Kali mahama kuponya misumari. Tujue. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda kuliwa hizo hama hizo. Ukiangalia hama wanasema wengine wanapata competition ya mahama. Kwa zingine hama tunajua hama za kuvunja mavyuma, misumari na mavyuma, zinazitiana uzito, si ndio? Kuna kale kapata hapa. Kuna kika hivi, na hivi, na kuendelea kubomoa kimlima kikawanza. Ndio vile hata watu mawezi wanafanya competition. Wengine sema yangu nafanya mundeke. Yaani yeye hataki hama tu ama nika kidogo. Anataka yeye airplane. Aruki muhewa. Wengine wanafanya kwa farasi. Sijui wengine wanafanya kwa sijui nyingine nao wanafanya pia kama ni makuweti kama tunajua kuna mtu anakaa huko nyuma kuna nyingine huko nyuma anafanya wedding. Watu wanaandaa sherehe ya ndoa katika njia tofauti. Sasa huyu mtu ambaye ameanza kufikiria kufanya sherehe yake ya ndoa kwa ndege, mahali ya yeye kuingia kwa kufanya ndoa yake utakuacha. Wakati yeye tu amefanya atembee kwa ndege. Sasa mahali pa kuabudia sherehe yake ya ndoa. Carpet inaanza huko. Kama itakuwa ni ya red, itakuwa ni ya gold. Imepambwa kabisa, yani sehemu yake ya kuingia inatisha. Je, wewe na mimi tunaandaa njia ya Yesu Kristo namna gani? Je, wewe na mimi tunaandaa mahali pa Yesu Kristo kuingia, tunapanda namna gani? Watu wanaandaa mambo ya ajabu sana ajili ya mambo ya kimwili. Je, wewe na mimi katika ufalme wetu wa Mungu tunaandaa mambo gani? Tunaandaa njia ya Bwana namna gani? Kama watu wanatandika vitu chini ili watembelee tu kwa makapeti ya red, Mungu wetu unamtandikia nini ili atembee juu yako wewe? Mungu wetu unamsamini namna gani katika maisha yako ya kiroho? Mungu wetu unampea thamani ya ngapi katika maisha yako ya kuishi duniani? Mungu wetu unamthamini namna gani katika maisha yako ya kuishi katika ulimwengu huu? Kama unathamanisha wewe, kama unathamanisha nyumba yako, kwa nyumba zingine ukiingia ndani, unatamani kwamba hiyo nyumba usitoke ndani, sio ya kwako. Imepambwa ya ajabu. Wewe umepamba nyumba yako. Je, nyumba ya Yesu Kristo ambayo ni wewe mwenyewe ndani yako umejipamba je na Yesu wako? Hatuongee nyumba hiki tunakiona hapa tunabudia. Tunaongea nyumba ndani yako, roho yako. Maana ni wewe ndio kanisa la Bwana. Ni wewe ndio kanisa la Yesu Kristo. Yesu anachukua hii mambao, Yesu anachukua roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Namna gani unaandaa roho yako wewe kwa utukufu wa Bwana? Namna gani unaandaa njia yako wewe na Yesu wako? Namna gani? Haleluya. Yesu amependa tuandae njia ili kana kwamba akija yeye Yesu akute njia imesafika. Yesu ameandaa mtumishi wa Mungu aje atangulize kutangaza habari zake kabla hajafika, kwa maandalizi yake ya kuja kwa mara ya kwanza. Na Yesu amenituma mimi na wewe kutangaza habari ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Yesu anakuja mara ya pili kuchukua kanisa. Yesu anakuja kuchukua kanisa. Anataka wewe na mimi tusimame sasa Jangwani. Tusimame sasa Brisbane. Tusimame sasa Australia. Tusimame sasa Marekani. Tusimame mahali pote kwenye matreni, kwa bus stop, tukitangaza ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asante Roho. Yesu anataka tuandae njia. Mfano wa pili. Wakati unanunua sehemu, unataka ufanye ulime shamba. Umenunua ni pole, si ndio? Na hapo katika pole hiyo utaingia. Mpaka utengeneze ili upate njia kupita, si ndio? Na unakuwa unajitahidi kutengeneza, kulima mpaka uache njia ambayo utaingilia katika shamba. Tuko ndani ya shamba la Bwana.
Tuko ndani ya kampuni ya Yesu Kristo. Unaandaa njia yako namna gani ili uingie ndani ya shamba la Yesu Kristo? Unaandaa maisha yako namna gani ya kiroho ili uingie katika bustani ya Yesu Kristo? Unaandaa namna gani maisha yako ya kiroho ili uingie katika hema ya Bwana wetu Yesu Kristo? Andaa njia. Tengeneza njia yako ili ufike mbinguni. Yohana Mbatizaji alikuwa akitangaza. Tukiangalia neno kuandaa njia ina maana gani? Naweza niambia neno kuandaa njia. Tunajifunza kutuhubiri. Mara nyingi napenda kufundisha ili watu wakomae katika neno la Mungu. Maana hiyo neno kuandaa njia, maana yake ni nini? Karibu. Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Amekwenda kwa jibu. Nani mwingine ambaye anakuwa na jibu lingine? Kuandaa njia ina maana gani? Ama Yohana alitaka kumaanisha nini katika kuandaa njia? Hiyo ndio kuandaa njia ina maana gani? Definition ya kuandaa njia. Prepare the way. Inamaanisha nini? Prepare the way. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana kusema kuandaa njia, maana yake ni kutoa kila ambacho ni kizuizi katika maisha yako ya kiroho. Kila ambacho kinaweza kukuzuia wewe usifikie maisha yako ya mbinguni, unatoa. Hapo unaandaa njia. Haleluya. Ni kujisafisha, ni kujitakasa, ni kujifanya kuwa msafi kila siku na kila saa. Tuko katika ulimwengu tutapitia majaribu. Tuko katika ulimwengu tutapitia shida. Tuko katika ulimwengu tutajaribiwa katika njia moja au nyingine. Lakini uwe mwepesi kwa kutambua kwamba saa hizi nimetenda dhambi. Nenda kwa msalaba wa Yesu Kristo. Ukitizama nyoka ya shaba hapo jangwani, ukiangalia nyoka ya shaba jangwani, unamwambia Yesu msalabani, Yesu nisafishe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana alitaka kumaanisha tu kutengeneza njia, ni kufanya kile ambacho kinakuzuia usifikie ufalme wa mbinguni, ukiweke pembeni. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yohana jangwani alikuwa akihubiri maneno au akitangaza maneno madogo tu. Alikuwa anasema, tengenezeni njia ya Bwana, uisafishe, uitengeneze na uisafishe. Yesu ametaka leo wewe na mimi tujisafishe. Sio uende kwa mtu ujisafishe, sio uende kwa bafu ujisafishe. Alika damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu imekuwa msalabani, ije isafishe dhambi zako. Na ndio jambo unayofanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Yesu ametaka leo utengeneze njia yake ukijisafisha na damu yake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jisafishe. Ujisafishe. Ujisafishe ili ufikie ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kutengeneza njia pia ni kuandaa sehemu ambapo mtu atapitia na aje afike mahali anakwenda. Nikosi nimetoa mfano wa wedding. Watu wanaandaa njia, wanaandaa makapeti, mahali ambapo bwana harusi na bibi harusi watapita kwenye kapeti, na watu pembeni wakishangilia na wafikie kwenye viti watakaa. Na Yesu ametuambia tengeneza njia yake, ambaye yeye ni bwana harusi na sisi ni bibi harusi. Kwenye mimi na wewe tutapita na Yesu wetu, na mataifa wa giza, Freemasons, wafumu wa roho na wachawi, mikuli na mapepo wachafu watakuwa pembeni wakishangilia. Mimi na wewe tukipita kwenye carpet ya red, tunapita na bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameniandaa, amekuandaa wewe kama bibi harusi, amekupamba, amekupaka kila kitu ili upendeze, ushine, ili mataifa
watu wa giza waumie mioyo. Yesu amekuandaa, amekutengeneza vizuri katika ufalme wa Mungu, ili Freemason akikuona akuogope na kusikilie wivu. Ndio maana leo unapitia mambo mengi katika ulimwengu huu. Unapitia mambo mengi katika ulimwengu huu. Maana shetani na jeshi lake, shetani na watu wake wanakuwa wanakuona, wanakusikilia wivu. Hawatakuacha. Hawalali usiku, hawatembei mchana wakiwa na amani. Wakisikia tu jina la Yesu Kristo natoa kitu pasta Elijah, kwenye wapo wanakwenda kuumia na wanasikia wivu. Wanatamani namna gani watakuta mimi barabarani wanipiga hata risasi, lakini risasi itanipata katika mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndani yangu mnakuwa Yesu mzima. Ndani mwangu mnakuwa utukufu wa Mungu. Ndani mwangu mnakuwa uwezo na nguvu za Yesu Kristo ambazo amenileta katika nchi ya Australia. Mungu ana mpango, Mungu ana sababu, Mungu ana malengo ya kunifanya leo kusimama katika nchi ya Australia na kutangaza neno la Yesu Kristo. Ndio maana hata wasimame, hata wainuke, hawataweza. Kwa maana Mungu amemtuma Yohana kwenda kuandaa njia yangu, mimi nakwenda kuja kutengeneza watu wangu. Yohana akaja akaandaa njia ya Yesu. Na Yesu amenituma Australia. Yesu amenituma Brisbane. Yesu amekutuma Australia. Yesu amekutuma Brisbane ili kana kwamba uandae njia ya Yesu Kristo. Hajakutuma uje tu kula machike Australia. Hajakutuma tu uje relax maisha ya Australia. Amekutuma uje utangaze kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Yesu anakuja mara ya pili kuchukua kanisa. Si mbali Yesu anarudi kuchukua kanisa. Je, wewe unaandaa njia yake kupitia namna gani? Yohana ameiandaa vizuri. Hata wafalme wameinuka kusema tuue watoto wote wa kwanza. Lakini hawakuweza kuua, maana Yesu alikuwa ameandaliwa njia na Yohana. Nabii Yesu ameniandaa ili kana kwamba nitangaze kuja kwa Yesu kwa mara ya pili. Nitatangaza jina la Yesu hata kifo. Bwana Yesu asifiwe. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Baba kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Yesu kwa mataifa mbalimbali. Yesu amekutuma wewe na mimi. Yesu amekutuma wewe na mimi tutangaze. Hajakutuma uje ukae tu hapa Australia. Amekutawala wewe, anakutangaza wewe, anakuinua wewe ili kana kwamba usimame na kufanya kazi. Ukiandaa njia ya Yesu kupita. Ukitoa zile roho zilizopotea zikuletee Yesu Kristo. Wale ambao wamevunjika mioyo, Yesu awagange na kuwainua tena. Ili kana kwamba tuandae njia ya Bwana pamoja. Tuandae ufalme wa mbingu pamoja. Tujenge mwili wa Yesu Kristo pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana ameandaa njia. Sasa sababu gani ambazo zilimfanya Yohana ili kana kwamba mpaka tu ajisikie, au sababu gani ilimfanya Mungu amtume Yohana ili kana kwamba aje kuandaa kwa njia kabla Yesu hajaja? Sababu gani tu? Kwani tu Yesu asingekuja bila kuandaa njia? Sababu yeye ni Mungu, si ndio? Yeye Yesu ni Mungu. Na ana uwezo wa kuja hata njia ikuandaliwa. Ni kwa nini tu Mungu amtume kwanza Yohana Mbatizaji aje aandae njia? Kwa nini tu Mungu ametutuma Australia tuje tuandae njia? Ni wengi wako makambini. Ni wengi wanateseka makambini wakitamani kukanyaga miguu yao Australia au Marekani au sehemu nyingine. Lakini Mungu hajawaelimisha wafike hapo. Sio kwamba wao Mungu wajua. Mungu anawajua. Lakini iko anaandaa muda wao ambao watawafikisha mahali wanataka kwenda.
Mungu amekutanguliza wewe hapa uandae njia ambapo wana wa Mungu wakija huko nyuma wafikie ambapo umeshaandaa. Yesu amefungua ministry hii ili kana kwamba tuandae njia ya watu wengine wakija wafikie kumwabudu Yesu Kristo. Yesu Kristo ameandaa huduma hii ili kana kwamba wewe na mimi tuandae njia ya watu wakija wengine kutoka huko na huko waje wamtukuze Bwana katika haki na kweli. Usijidharau wewe ambaye ni founder wa huduma hii. Usijidharau wewe ambaye umetia msingi, umetia jiwe, umeleta matope, umeleta cement, umeleta level ya kujenga hekalu la Bwana. Yesu anajua, Yesu ana mpango na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Usijidharau. Hii ambayo unaifanya ndani ya nyumba ya Bwana ni kubwa sana, ina thamani mbele ya macho ya Bwana. Zaidi yule ambaye anastahimili katika majaribu na shida mbalimbali tunazipitia. Mungu anajua. Mungu siku moja atakufuta machozi. Ipo siku Yesu wangu ambaye namwabudu katika haki na kweli, ambaye amenituma hapa Australia, ambaye amenichagua na kunipaka mafuta, ninajua atafanya kitu fulani katika maisha yako. Ikawie, isikawie, Yesu wangu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Yohana amekuja kuandaa njia. Lengo na mazumuni tu ya yeye kuandaa njia ilikuwa ni kwamba alikuwa anataka kuambia Wakristo, anataka kuambia wateule wa Bwana kwamba waombe msamaha au watengeneze dhambi zao, watubu dhambi zao. Ndio alikuwa anasema tengenezeni njia ya Bwana na muisafishe mapito yake. Lengo na mazumuni lilikuwa ni tu wewe na mimi tujitakase. Hakuna njia nyingine ambazo ungefanya kuiandaa njia ya Bwana kama haujitakase. Kama hujitakasa unajidanganya. Kama hujawahi kutubu dhambi zako na kukiri kuwa wewe ni mkosaji, mtenda dhambi, hautaurithi ufalme wa mbingu. Hautapita, hautatengeneza njia ya Yesu Kristo ikiwa tu kwamba haujakubali wewe ni mtenda dhambi na kutubu dhambi zako. Yohana alipenda kuambia Wakristo watubu dhambi zao ili Yesu akiwakuta, akija Yesu Kristo akute wako tayari. Hiyo ilikuwa ni moja, sababu moja. Ilikuwa ni kuandaa watu wa Mungu, kuandaa taifa la Bwana kana kwamba wao watu wanakutubu dhambi zao. Yesu amenituma pia hapa Australia. Hata niambia ningine kuambia miracle. Siku ya miracle moja naambia watu miracle. Lakini bado sasa Mungu ananiambia ni kuambia habari za ufalme wa milele. Siku ya kuambiwa miracle, ananiambia nitengeneze njia ya Bwana ili Yesu akileta miracle, mimi ipate nafasi ya kutulia. Ni vigumu upate miracle, upate baraka wakati njia yako inakuwa sahihi. Kama njia yako yatengenezwa vizuri, hayajipanga vizuri, baraka za Bwana hazitakuja zitulie. Maana zikija hizo baraka za Mungu au baraka ambazo zinakuja kwako, juu ndani mwako mjakuwa njia. Ndani mwako mjakuwa mizizi. Ndani mwako unazamilia mapenzi ya Mungu. Utafikiria, sasa hivi napata hii pesa. Kesho John anasikia wivu atakaye kuniua. Nitafute mabodyguard wa kunichunga. Bwana Yesu atuhurumie. Na sio bodyguard wa kawaida tutafuta. Natafuta Elise. Nikiweka hapa nyumba yangu, akipenda tu mwizi kwa kuiba tu, anakamatiwa kwa sitoke tena. Unasahau miracle. Unasahau baraka za Bwana alizokupea. Unakwenda tofauti na mapenzi ya Mungu ukifikiria saa hizi. Iko ndio protection yako. Why Mungu aliyokupatia hizo baraka hazikuwa protect au maisha yako? Kwa nini huyo Mungu ambaye yeye alikupatia hiyo miujiza, alifanya miujiza kwako, hawezi kuwa mlinzi wa maisha yako? Kwa nini utafute ulinzi wengine tofauti na Mungu? Kwa nini utafute njia nyingine ya kutafuta ulinzi tofauti na Mungu alikupatia hiyo kitu? Yesu anataka akupatie baraka wakati mtatengeneza njia. Ili Yesu alikubariki, ile baraka alikupatia ifanye kazi ya Mungu. Imudishie Bwana utukufu. Iwe siku na mchana ikisifu jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana wakati mwingine watu wanapitia matatizo mengi sana. Mungu anakuwa akiandaa ili watu wawe tayari ili baraka za Bwana zifunguliwe. Ninakutangazia baraka, na kutangazia ushindi, na kutangazia amani. Mungu wetu ambaye anaishi analeta baraka usipozani. Mungu wetu ambaye tunamwabudu siku na mchana analeta miujiza ambayo wewe na mimi hatuoni kwa macho ya kibinadamu. Kulala na kuamka tu ni muujiza wa kwanza. Kutembea kwako ukiwa mzima ni muujiza. Haleluya. Unataka muujiza gani mkubwa zaidi kuliko uhai? Unahitaji muujiza gani mkubwa zaidi kuliko uzima ambao unakuwa nao? Pumzi ambayo unaiongea leo, Mungu amekupea kwa bure. Ndio uzima unakuwa nao. Ndio muujiza wa kwanza. Yohana alitaka tu kuambia watu, wana wa Mungu, watubu dhambi zao. Maana ukitubu dhambi zako kikamilifu, ni hapo Yesu anafungua milango mingine. Lakini kama haujatubu, unakosa na mtu, alafu unaenda kwa pastor, unisamee, nilimkosea mtu. Unaambia pastor, na yule mtu ambaye ulimkosea yuko pale unamuona. Haujatubu. Unasema uongo. Pastor hata akuombee msamaha, Mungu atakubali. Mungu hatakubali. Sababu Biblia inasema tukiri dhambi sisi kwa sisi. Tutubu dhambi zetu sisi kwa sisi. Nimemkosea Tumia, alafu nakwenda kwa John, Jude pastor, Jude prophet, Jude apostle. Mimi Tumia hivi nakuja kutubu kwake, na Tumia namuona hapa. Mbele nende kwa mchungaji aniombee toba, nije kwa Tumia kwanza. Nitengeneze na Tumia tumalize. Tengeneza na Tumia sasa, anisamee, asinisamee, nikimbie kwa mchungaji niombee toba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yake Yohana alipenda kuambia watu tukiri dhambi zetu na kuacha. Hapana ukimbia kwa mchungaji sema mchungaji niombee msamaha, wakati mtu nimtendea madhambi na makosa unamuona yupo. Tengeneza naye kumalize. Kuna watu wengine wana mioyo migumu sana. Watu wengine wana mioyo kama ya Farao. Ukitaka kuambia makosa ambayo umemfanyia, yeye baada ya kukusamehe anachukua tena mpanga na kukukimbiza. Haleluya. Wewe kubali kukimbiza na mpanga, lakini mtasema msamaha. Wewe umetosha. Yeye anabaki na makaa yake kichwani. Haleluya. Baada ya kufika namwambia unisamee, nimekufanzia hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Anachukua panga, anakukimbiza. Mwambie asante Yesu, nimetimiza. Ngoja kwa mchungaji, baba, nimekwenda kuomba msamaha kwa mtu fulani, lakini nimetazama mpanga nataka niombee toba kwa Bwana. Pastor akitia mkono juu yako kuombea toba na mbingu zinafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Maana umetenda, umefanya hatua ya matengenezo. Yohana anataka aambie wa Kristo kwamba jambo moja ya kufanya kuandaa njia ya Yesu Kristo ni kutengeneza dhambi zetu. Na Yesu amenituma, amenipatia vision. Niambie wana wa Mungu, katika nchi ya Australia, katika mji wa Brisbane, hapa Queensland, dhambi ni nyingi sana. Mungu anataka watu watengeneze. Tukumbuke habari za Sodoma na Gomora. Yesu ameangamiza Sodoma na Gomora sababu ya dhambi tu. Na Yesu amenionyesha kana kwamba nikuje niwaambie wana wa Mungu asubuhi ya leo, dhambi hapa Australia, dhambi hapa Brisbane, dhambi hapa Queensland zimekuwa nyingi sana kama mchanga wa bahari. Yesu anahuzunika, anaumia, anataka wana wa Mungu tutengeneze njia tukitubu dhambi zetu. Kabla hajafika Yesu, kama Bwana hajakuja kuchagua magugu na ngano, tengeneza maisha yako. Hii ni message ya bure Bwana amekupea kupitia mtumishi wake. Anza kutengeneza maisha yako kabla Yesu hajafika. Kabla Yesu hajakwambia sikujui. Andaa, tengeneza maisha yako kupitia msamaha. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inatuambia wanadamu ni kama majani. Wanadamu ni kama majani. Tutoe mfano wa ua.
Hii ua iko hapa. Kama ingilikuwa ni ua ambao sio ambao umetengenezwa kwa mambo mengine, sababu hii hapa hazianguka chini. Hata tapigwa jua hata nyauka. Lakini maua ya kawaida tunaona huko barabarani. Kama jua linawaka kali sana, inapoteza hata rangi ya ua. Ndio? Rangi inapotea, hapo inakauka na inaanguka chini. Hata baki tena kwa mti. Ndio kama vile mwanadamu alivyo. Mwanadamu ni kama ni ua ambao inanyauka. Muda wote unaweza ukatoweka. Muda wote unaweza ukaanguka na utoweka. Je, umeandaa maisha yako namna gani? Njia ambayo umeandaa namna gani? Ili kana kwamba maji ya uzima wa milele iendelee kujibubujika ndani mwako siku zote za maisha yako. Je, umeandaa maisha yako namna gani ili utaenda njia ya Bwana Yesu akija ukute uko tayari? Yesu ametaka uandae njia yako. Ukijua Bwana kana kwamba hata tuvae, hata tukule, hata tuenjoy, sisi ni maua. Sisi ni maua. Ipo siku tutanyauka na tutatoweka. Je, ukinyauka na kutoweka, pamoja na uzuri wako wote unakuwa na unajivunia. Pamoja na manyumba unakuwa na unajivunia. Mali unakuwa na unajivunia, utakwenda wapi? Je, umeandaa njia ya Yesu Kristo namna gani? Je, umeandaa njia ya Bwana wetu Kristo namna gani? Je, umeandaa ufalme wa mbinguni namna gani? Je, umeandaa namna gani njia ya Bwana kupitia? Wewe na mimi tuko maua. Naona nikahubiri leo nasikia John Pastor amekwenda. Je, nimeandaa namna gani njia yangu ya kufika mbinguni? Je, nimeandaa njia yangu namna gani ya kumuona Yesu Kristo? Ninatamani Mungu anisaidie. Siku ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, nione kila nyuso ambayo ilikuwa hapa ikiwa paradiso. Ikiwa paradiso pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Tukiziimba pamoja nyimbo za sifa, shangwe na vigelegele. Singetamani Yesu wangu nipoteze hata roho moja ambayo saida sikia neno lako. Baba, umenituma nifanye kazi. Ningetamani Bwana kazi yangu itendeke na roho za wana wako. Siku ile ya hukumu. Natamani jina lako na jina langu liwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Haleluya. Ukitengeneza, ukitubu na kukiri dhambi zako, njia yako ikiwa sawa, jina lako litaandikwa kwenye kile kitabu cha uzima wa milele. Lakini kama unakubali kutubu dhambi zako, ukijiona kwamba wewe hauko mtenda dhambi, wewe hauko mkosaji, wewe jina lako litaandikwa kwenye vile vitabu vya hukumu. Haleluya. Jambo la kwanza, sababu kubwa ilikuwa ya kwanza ilikuwa watu kutubu dhambi zao. Ya pili ambayo Yohana alipenda tu kuambia watu, alipenda kuambia watu washikilie ile ahadi ambayo wameitoa siku yao ya ubatizo. Mungu alipenda tu Yohana atangulie kuambia watu wakumbuke ahadi ambayo walimwahidi Bwana siku ambapo waliingizwa katika maji mengi. Je, wewe na mimi ambao tulikuwa katika maji mengi, tumemwahidi Mungu nini na tumeshikilia ile ahadi ambayo tumemwahidi Bwana? Ahadi gani tumemwahidi Mungu katika wakati wa ubatizo? Ahadi gani? Haleluya. Na hata nikumbusha ahadi gani ambayo tumemwahidi Bwana siku ile ya ubatizo? Kila mtu anajua siku yake. Sasa wewe sio ubatizo, ahadi gani ambayo umempatia Bwana ukamwaidia Bwana? Tumia. Niambie ahadi gani umwambia Bwana siku ya ubatizo? Karibu. Hiyo ilikuwa ni pointi ya pili ambayo ni sababu nyingine ya pili ambayo Yohana amefanya hatua ya kutengeneza njia ya Bwana. Nikukumbusha na kuambia watu washikilie ile ahadi yao ya siku ya ubatizo au ahadi yao ya ubatizo. Ni ahadi gani tumia ulipatia Bwana siku ile ambapo umekubali kubatizwa?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikizani ahadi ya kwanza ama ndio nasema ahadi ambayo nimetoa ni kusema nimeacha yote na kumfuata Bwana. Tupige makofi ya shangwe na vigelegele. Dorcas, ahadi gani ambao ulimpatia Yesu Kristo siku ile yako ya ubatizo? Ulimwambia Yesu nini siku ya ubatizo katika maisha yako ya kiroho? I told God to change me. After acha kubadilisha kisha basi wakina mtu chicken tu. After telling you, Niache yote la zamani. Bwana Yesu asifiwe. Tumpige makofi ya shangwe na vigelegele. Ana, nitaenda kwa wale watoto wangu wale. Unajua wanakula neno sana kwangu. Kwa hiyo amda nikwepa saa hizi. Ana. Ahadi gani ulipatia Mungu siku ya ubatizo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimemwahidi Mungu, nilimkubali Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na nikamwambia nisaidie danje yangu kufika mbinguni. Tupige makofi ya shangwe na vigelegele. Ninyima na kimbia. Emosha ingia ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na najua kila mtu siku ya kubatizwa kwake. Safi kwa. Basi. Asta kutaja huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu siku ya kubatizwa kwake anatoka sasa kwa ofisi. Sio kwa kila mtu amemwahidi Bwana kitu fulani. Ulimwambia Bwana, kwanza ahadi ya kwanza ulipatia Bwana, nitakwenda ulimwenguni pote nikawafanye mataifa wote kuitwa wanafunzi wako Yesu Kristo. Mama Elizabeth, ndio tumaini Mungu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwahidi Mungu utakwenda kutangaza, utakwenda kufanya kazi ya Mungu, utamtumikia Mungu siku zote za maisha yako. Lakini umemwahidi Mungu siku ya ubatizo hiyo, ukikutana na maji kaidi Mungu hivyo. Kutoka ndani ya maji unaona kama vile bata. Umeingia ndani ya maji, kutoka ndani ya maji hautimizi ahadi zako. Sasa Yohana amekuja kutangaza, kuandaa njia ya Yesu, kuambia watu wakumbuke ahadi ambazo waliziweka na Yesu Kristo siku ya ubatizo. Siku ambayo umekubali kwamba Bwana Yesu Kristo ni Mwokozi wa maisha yako. Lakini watu wengi wamesahau zile ahadi za ubatizo ambazo wameziweka na Bwana wetu Yesu Kristo. Nimemwahidi Yesu, nitakwenda kufanya kazi mahali pote. Haijalishi kifo, haijalishi shida, lakini nitasimama kama askari wa Bwana kuifanya kazi ya Yesu mahali pote. Ni kama vile pia watu wa giza wanakwenda kufanya contracts, wanakwenda kufanya makubaliano na shetani. Shetani, ukinipatia utajiri, mimi nitakufanyizia hiki na hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe. Nasi pia kama Wakristo tunatia ahadi na Yesu wetu. Yesu, ninapokupokea kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, nitakutumikia siku zote za maisha yako. Je, leo wewe na mimi tunafanya hiyo ambayo tumemwahidi Yesu? Je, wewe na mimi tunafanya hiyo katika zile ahadi ambazo tulimpatia Yesu? Ahadi ngapi unatimiza? Ahadi ngapi unatimiza? Kitabu cha Mathayo kimekuwa wazi 28:19. Imesema enendeni ulimwenguni pote. Wangapi mmeshaenda kuwahubiri wewe mitaani? Enendeni ulimwenguni pote. Ndio swali. Ema. Wangapi sio wahubiri shuleni? Wamrudie Yesu. Wangapi? Ushawahubiri kuna somo huko wamrudie Yesu. Hata kama hawajakuja kushahubiri wangapi? Hata wahubiri. Mungu akubariki kama ni kweli unasema. Haleluya. Dorcas, wangapi ushawahubiri shuleni? Hata kama hujafika hapa, lakini ushawahubiri. Roho wa Bwana anafanya kazi huko. Ni wakati. Usiseme uongo. Usiseme uongo kazi yako. Haleluya. Ukisema uongo kazi yako, sema ukweli.
maana utakufanya kuwa huru. Wakati umoja. Mungu akubariki. Wengine wanazana macho ya kuogopa dini sio tena majina. Haleluya. Sasa tena majina watu wote. Lakini Mungu akubariki tu kama utafanya hatua ya kwenda na kuwahubiri watu. Kuwafanya mataifa wote kuitwa wana wa Yesu Kristo, wanafunzi wa Yesu Kristo. Hata kama hawajakuja bado Roho wa Bwana yuko anafanya kazi ndani yao. Ipo siku Roho wa Bwana atawaleta. Iko siku utakumbana na Roho wa Yesu Kristo. Utakutana na upanga wa Yesu Kristo na atarudi. Kama jinsi Paulo alikuwa Sauli, alikumbana na Yesu Kristo na akarudi kwa Yesu. Kama unahubiri, Mungu akubariki. Na kama hujahubiri, fanya hatua ya ile agano ambayo umemkubalia Yesu Kristo siku yako ya ubatizo. Nitakutumikia siku zote za maisha yako. Watu wengine wanafikiria tu kuingana na maji ni simple. Haiko simple. Unapoingia na ile maji unafanya agano. Na ile agano lazima utimize. Na kama kutimiza, unajiwekea mabala na mikoshi katika maisha yako. Kama unaweka agano na Mungu na ufanye ile agano, unaweka mabala na mikoshi katika maisha yako. Ni kama vile watu wa giza, Freemason na wafumo na wachawi, wanaweka contract na shetani. Kama watimizi contract ambayo ni shetani, shetani anawaua. Sababu hawatimizi contract. Na Yesu naye, yeye anataka utimize ile ambayo umemkubalia siku yako ya ubatizo. Utimize. Kama utimizi, Yesu anatoa mguu kwako. Unabaki uko. Unafikiri uko ndani ya Yesu, kumbe huko tena. Alafu vipigo vya shetani vinakutandika vizuri sana. Kwa maana umeacha kutimiza agano za Bwana. Ndio maana watu wengi wameingia na maji ya batizo leo, akubali kama ndani ya maji alikuwa kama kibatabata tu. Hakuna mule kwa malengo fulani katika maisha yake. Labda tu yeye anatumia batizwa na mimi nibatizwe. Na mimi nabatizwa. Unabatizwa. Unaenda kubatizwa namna gani? Umechukua decision na Mungu. Umechukua decision yako uone Mungu mpokea Bwana kwa mkono maisha yako. Ama ndio fulani batizwa nibatiziwe. Kama umekwenda kwa malengo ya fulani batizwa nibatiziwe, I'm sorry. Umetoka mle ndani na mabala na mikoshi. Maana ndani ya maji ile mnakuwa baraka. Mnakuwa uzima na mnakuwa na kifo. Ndani ya maji kama umeenda ndani hauna contract, hauna agreement na Yesu Kristo. Hajabadilika kiroho. Ukiingia ndani utatoka mule na mabalaa. Ndio maana wengi wanatoka pale kwenda kanisani kufanya kazi ya Mungu, wanakwenda kwa mabaa. Wengi wanatoka kuja kubatizwa, pale kuja kufanya kazi ya Mungu, anakuwa sana chukua kichwani mwake, anapaka marangi 6. Bwana Yesu atuhurumie. Umeenda kubatizwa sababu tu waliniambia nibatizwe. Kama pastor kwambia batizo na wako tayari usibatizwe. Pastor anataka kujisikia roho maana mwambia mtu abatizwe. Kama wewe kabisa haujakuwa tayari, pastor jaribu kumuomba Mungu tena nisaidie, juu sitasikia kwa tayari saa hizi. Mwambie Mungu anitayarishe. Na wakati Mungu atanitayarisha, pastor nitakuarifu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali ukubali tu, utabatizwa kibatabata. Utaingia ndani ya maji, ukitoka mle ndani, uwepo wa Mungu hauko na wewe, unatoka na uwepo wa shetani. Na ukitoka mle ndani, baada ya kuja kufanya mapenzi ya Mungu, unafanya mapenzi ya ibilisi. Hapo watu hawakutaka ulisajibatiziwa ule. Inakuwa tu jina. Ulisajibatiziwa ule. Ona niko wemo. Ukimwangalia hivi, inakuwa mkichwa huko, mko ready. Sijui mko green, sijui mko silver, sijui mko gold. Wewe Mungu alikuumba na nene nyeusi. Unakwenda unatia magote mkichwa. Unatia mapinki mkichwa. Unatafuta nini kama sio kumpromote shetani? Unaandaa njia yako namna gani ya Yesu wako wakati unatiatia vitu kichwani ambavyo mpendezi Yesu Kristo? Haleluya. Samahani kama kuna wale ambao wanatia marangi kichwani hapa, sijasema wewe. Ni roho Mungu amependa nizungumuze hiyo. Haleluya. Mtanisamehe kama kuna mtu ambaye nimesema anatia marangi. Sababu ni roho wa Bwana ametaka niongee kwa ajili ya kuganga mioyo ya wana wa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.
Yesu wetu ni mwema. Yesu amesema nije niandae njia. Nije niandae njia ya wana wa Mungu. Maana Yesu akija au kutoka sawa sawa. Sijipenda nikupotoshe. Sijipenda nikukubiria habari ambazo katika kuzimu. Hapana. Napenda nikwambia habari ambazo zitakusaidia zikufike katika uzima wa milele. Ndio mission Mungu amenipea. Watu wakatae, watu wakubali, tatangaza neno la Yesu Kristo wa kweli. Watu wanichukie, watu wanipende, nitatangaza habari njema ya Yesu Kristo ya ufalme wa milele. Sijali watu kunichukia Brisbane. Sijali watu kunichukia Queensland. Sijali watu kunikataa Australia. Lakini nitabaki msimamo ule ule wa Yesu Kristo kutangaza habari njema ili wana wa Yesu wapate kupona. Jina la Bwana libarikiwe. Ninajua watu wengi wapendi habari za kuambiwa ufalme milele. Wengi wapendi habari kama na hizo. Wengi wanapenda kuambiwa leo Mungu amesema atafungua shop. Leo Mungu apende kuambia leo utakuwa unatembelea avion. Sitakwambia hizo habari saa hizi. Mungu ananipatia mission kama na hiyo. Mungu ananipatia vision nilikwambia hizo habari. Sikicha nitakwambia. Ni za kwako sio za kwangu. Mimi Mungu ananitumia tu kusema. Lakini ambaye anasema ndani mwangu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Akiniambia nikwambie utapata manyumba 10 nitakwambia. Na Mungu akisema anasema atakupatia. Sababu Mungu ananiambia nikwambie hivyo. Ameniambia niandae njia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inatuambia kuandaa njia ya uzima wa milele haiko jambo rahisi. Inabidi kujikana kwanza. Kwanza ulikane na ulitoa katika ile misingi yote. Yaani yote matakwa ya giza. Ni hapo utaenda kuandaa njia. Ili ufikie katika ubatizo ni kwanza uandae matengenezo. Utengeneze dhambi zako zote. Nani ambaye afanyaki dhambi hapa? Nani mwenye afanyaki dhambi? Nani mwenye afanyaki dhambi? Okay. Nirushe swali mwingine njia. Nani ambaye anafanyaga dhambi? Wengine afanyaki dhambi Bwana Yesu asifiwe. Sababu sote tunatenda dhambi, ndio maana Yohana ametangaza kutubu. Kwanza utubu. Ukishatubu dhambi zako, baadaye uende kubatizwa. Ukishatubu dhambi, ndio sasa ubatizwe. Ndio Yohana amekuwa anatangaza jangwani. Tubuni mkabatizwe. Ndio message ya Yohana katika jangwa. Tubuni na mbatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Enendeni ulimwenguni pote mkawafanye mataifa wote kuitwa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na muwabatize. Message hiyo moja. Kitabu cha Mathayo, kitabu cha Isaya. Haleluya. Message moja. Kumbuka agano yako wewe na Yesu siku ya ubatizo na uifanyie kazi. Kama haukumbuki hizo agano, bado wewe hujaandaa njia yako vizuri. Rudi tena. Umwambie Yesu, mwambie Roho Mtakatifu akukumbushe zile ahadi ambazo umeziweka siku yako ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo ya mwisho ya Yohana kutangaza jangwani ilikuwa kana kwamba watu hawa wa Kristo waweze kuwa imara, hao wastahimili majaribu. Baada ya kutubu dhambi, shetani kuangalia, maana shetani mtu wa dhambi. Mtu amenitoka huyo. Anakuwa naumia. Kama ulikuwa mtu wa kanisa la Freemasons, wakati unakubali kutubu, Freemasons hawana mambo ya kutubu, hawana ubiri, siku kutubu. Hakuna siku nasikiana kwambia tubu. Hawasemaki. Sababu ndio siri moja shetani anakuaga na ogopa. Atoende huko. Kuna habari za siri tawaambia wale Mungu akiruhusu niseme. Siri moja ambayo shetani analeta sana. Usiseme kutubu. Sababu kitubu unatubu dhambi zake. Unatubu pia kama una mzizi utasema ndio na kama mzizi hapa. Tutatubu dhambi. Wakati yeye mwenyewe anakupatia ile riziki tu usimi kusaidie. Sasa wewe unatubu huko na ile riziki, nguvu zake zinavunjika. Sasa Freemasons
au mfumo au mlozi au mchawi hata kwambia baada kutubu. Ndio najua kitubu utatubu zile dhambi zako zote na Yesu utasema. Na kama kuna nyoka utasema nina nyoka. Kama kuna kobra utasema nina kobra ambayo inaona unatoka muhewa. Unatoa siri za shetani na nguvu zake kuzimu zinakwisha. Ndio maana Yohana ametaka kutangulia kusema kwamba tutubu dhambi zetu. Yaani yale yote ambayo yanatuweka kinyume na mapenzi ya Mungu, tutubu. Na tushatubu sasa, tubatizwe. Na baada ya kubatizwa, utapitia majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni pointi 3 tu ambazo Yohana, ndio lengo kubwa ambao Yohana alipenda kutangaza na kuandaa njia ya Yesu, kuandaa wana wa Mungu, kuandaa kanisa la Yesu ambao ni wewe na mimi. Watu baada ya kutubu ni moja, kubatizwa. Umefanya hatua 2. Hatua ya 3 sasa ni kusimama imara katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukikubali Yesu Kristo, ukubali kubadilika, kusema ninakufa na Yesu. Hata sio kufa na Yesu. Sio jambo rahisi. Nimekubali kufa na Yesu. Nani yuko hapa ni muue sasa ina mpaka. John, nikupiga mpaka sasa ukufe. Anakataa. Bibi yangu. Sasa nikupiga mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna katika ulimwengu huu anafurahia kifo. Kila mtu anaomba kifo, si ndio? Sasa wewe siku ubatizo sema Yesu, wewe ulikufa. Na mimi nakufa na wewe. Ushakufa na Yesu. Je, unafuata mapenzi ya Yesu? Ulikufa na Yesu, unafuata mapenzi ya Yesu. Je, unastahimili majaribu? Yesu amestahimili majaribu. Shetani yule mwovu, shetani mjanja akamchukua Yesu. Akampeleka juu ya nyumba ya etaji. Akamwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe hapa chini. Maana malaika watakuja kukuokoa. Haleluya. Jaribu ambayo Yesu amepitia. Yesu ambaye ni Mungu amepitia jaribu kutokana na shetani. Shetani ana uwezo wa kujibadilisha sura zote zile. Amekuja kujaribu shamba la Edeni. Amekuja kujaribu Adamu na Eva akijibadilisha nyoka. Anakuja kujaribu pia akijibadilisha sura. Sababu yeye anazibadilisha kila rangi na kila hatua. Sasa Yesu akamwangalia akasema, ona huyu pumbafu huyu. Ona huyu mjinga huyu. Mimi namuita mjinga huyu. Hana akili. Sababu nina uwezo kushota kidole, lakini sina uwezo kushota kidole mtu wa Mungu. Haleluya. Lakini mtu wa shetani, mtu wa giza, namwambia wewe ni Freemason. Sitamogopa. Sababu hana uwezo wa kuvunja uwezo niko nao mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani Mungu akaisha kumwambia akaenda kumjinga upumbavu. Akamwambia, unajua usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani alijua yule ni Mungu. Lakini sababu aliona amevaa mwili huu, basi ashaona mwili, zile nguvu za kimungu zimebakia mbinguni. Nguvu za Yesu Kristo, nguvu za Mungu zimekuja na Yesu hata duniani. Hakuacha hata sumu ya nguvu zake. Zote alikuwa yazivaa. Ndio shetani yomjaribu akamwambia usimjaribu, ambapo huyu ni Mungu. Shetani hakuishia hapo. Akampeleka tena. Shetani ana uwezo wa kukupeleka, lakini Mungu anakuwa pale kukuprotect. Shetani ana uwezo kuleta majaribu kwako, lakini Yesu anakuwa pale kukuzunguka na kukulinda. Kama mtu wa kwanza alituambia habari hapa za Abednego, Shadraki na Meshaki. Mungu akubariki. Sijui connection ziko zinaenda namna gani. Usiku wa jana ndio ujumbe nilikuwa nao nikisoma usiku wote. Hiyo habari ya Abednego, Shadraki na Meshaki. Sasa nimesikia na ikusia, nimesema connection gani hii? Usiku natoka mkazi, nilikuwa nimefungua Biblia ni wasoma hizo habari. Kwa hiyo Mungu alikuwa akiandaa hiyo kwa siku ya leo. Nilikuwa nikisoma hiyo
na pia nikisoma habari za Danieli katika tundu la simba. Bwana Yesu asifiwe. Huko na connection za Mungu ziko zinakwenda zinaendana. Kwa hiyo Yesu yuko anaandaa njia pasipo wewe kujua. Katika ufalme wa roho, Mungu yuko anaandaa njia ya maisha yako. Mungu anataka tusimame na kushindana na majaribu. Majaribu yatakuja katika njia moja au nyingine. Lakini umesimamaje wewe kama mwana wa Mungu ambaye umkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako? Umesimama namna gani na imani yako? Umesimama namna gani na imani yako ya kiroho ambayo umeipokea kwa Yesu Kristo? Umeandaa njia yako namna gani? Uko unaandaa njia ya Yesu Kristo namna gani? Wakati Yesu anataka wewe usimame kwa zamu, ukimwambia Bwana, niko tayari kufanya kazi yako nikistahimili majaribu. Umesimama na kuandaa njia ya Bwana namna gani? Umesimama na kuandaa njia ya Bwana namna gani? Kama unaweza kuandaa njia yako ya kibinafsi ya dunia hapa, je, njia ya Yesu Kristo umeiandaa namna gani? Njia ya Bwana wetu Yesu Kristo umeiandaa namna gani? Je, uko tayari kutubu dhambi zako ili Yesu akusamehe na uandae njia yako vizuri? Yesu ameniambia asubuhi ya leo nikuambia utubu dhambi zako. Brisbane, Queensland, Australia, mahali pote dunia mzima dhambi zimetubu nyingi sana. Yesu amesema watu watubu dhambi zao wakiandaa njia. Ona mauaji yametoboka hata South Africa. Haya yote ni mission ya shetani, anataka watu wasiandae njia. Lakini ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo kwenye ufalme wa roho. Hata huwa umoja Yesu analeta 10. Hata huwa wawili Yesu analeta 200. Haleluya. Je, njia ya Bwana wetu Yesu Kristo unaiandaa namna gani? Je, uko tayari kutubu dhambi zako ili Yesu azaliwe ndani mwako? Yesu ajenge makao ndani yako. Je, uko tayari kukumbuka zile agano ambazo umeziweka na Yesu Kristo siku ile yako ya ubatizo? Je, uko tayari kushindana na mipango yote ya giza, majaribu yote ya shetani? Je, umeandaa njia ya Bwana namna gani? Yesu amenituma nikuambie, andaa njia ya Bwana. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Anakuja kuchukua kanisa. Hii ni mara ya pili ya Bwana wetu Yesu Kristo kurudi kuchukua kanisa. Yesu ameandaa njia ya kwanza ambayo ilikuwa ni kuja kwake kwa kwanza kuukomboa wewe katika dhambi. Akamtuma Yohana aandae njia. Baba amenituma niandae njia yako ili Yesu akija hapa Brisbane akukute uko tayari. Unaandaa njia ya Bwana namna gani? Unaandaa njia ya Yesu Kristo namna gani? Yesu amenituma nikuambie, andaa njia ya Bwana. Bwana yuko karibu kuja. Kuja kwa Yesu kwa mara ya pili kumekaribia. Andaa maisha yako ya kiroho. Andaa njia ya Yesu Kristo ya kupitia. Bwana wetu Yesu Kristo yuko karibu. Yesu yuko njiani. Yesu yuko njiani. Anakuja kuchukua kanisa lake. Ni lazima ubadilishe madesizio ya maisha yako ya kimwili na murejee Yesu Kristo. Badilisha mipango yako ya kigiza ambayo unakuwa nayo, hatana mambo ya shetani, umurejee Yesu Kristo ili Bwana wetu Yesu akija ukute uko tayari. Ni ole kubwa sana. Ni ole na sikitiko wakati siku ile ya hukumu utaambiwa sikujui. Nilikuwa mwimbaji, nilikuwa mhubiri, nilikuwa hivi na hivi. Yesu anakuangalia, anasema ondoka, mimi sikujui. Itakuwa ole kubwa, lakini nakuombea neema. Bado muda upo wa kutubu dhambi zako na kumrejea Yesu Kristo ili siku ile ya hukumu Yesu aseme, karibu mwana wangu mpendwa, umeishinda dunia. Utakwenda wapi na ulimwengu ukipata ulimwengu wote na ukose ufalme wa mbinguni? Utakwenda wapi na ufalme wa Freemasons? Utakwenda wapi na kila mipango yote ambayo unakuwa nayo ya giza na ukose ufalme wa mbinguni?
Achana mambo ya dunia, achana mambo ya giza. Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Umeandaa njia yako namna gani? Umeandaa safari yako namna gani? Umeandaa safari yako namna gani? Yesu anakuja kuchukua kanisa. Yesu anakuja kuchukua kanisa. Badilisha mawazo yako sasa. Badilisha mawazo yako. Badilisha mawazo yako. Umwelekee Bwana. Yesu anakuona, Yesu anajua. Kwa ulimwengu wa leo tunaweza tukaona nini ambacho inaendelea katika maisha yako. Hatuna budi ya kuongea, kuzungumza, lakini Yesu anajua. Yesu anasema tengeneza. Yesu amenituma nikuambie utengeneze. Yesu amenituma nikuambie utubu na ukiri dhambi zako, ili Yesu azaliwe na ajenge ndani yako. Yesu anajua. Yesu anatumia watumishi wake. Yesu anatumia watumishi wake. Mungu ameniambia nikwambie utubu. Tubu dhambi zako ili utengeneze njia ya Yesu Kristo. Kiri dhambi zako kikamilifu. Unaweza ukachoka, unaweza kusumbuka, unasema uko Mkristo wa mfano, lakini sio Mkristo wa kweli. Bado unashikilia vitu vingine ambavyo vimpendezi Mungu. Achilia, achilia. Ndio mission ya kwanza ya Yohana Mbatizaji, kuambia watu waachilie, wajitenge na mambo yote ya ulimwengu. Ndio mission ya kwanza, kutengeneza njia. Bado usisumbuke na kuja kanisani na vitu ambavyo vinasumbua maisha yako. Yesu anasema utengeneze. Kuna dhambi zingine hauwezi kujiombea mwenyewe na zisamehewe. Kwa dhambi zingine ni mpaka mtumishi wa Mungu aweke mkono juu yako. Sababu ndani ya utumishi wa Mungu mnakuwa na upako. Ndani ya utumishi wa Mungu mnakuwa na uweza. Ndani ya utumishi wa Mungu mnakuwa na nguvu na mamlaka Mungu ameweka ndani mwao kuwakilisha jina la Yesu Kristo. Tubu dhambi zako. Tubu dhambi zako. Tubu dhambi zako ili uandae njia ya Bwana vizuri. Tusimame. 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 Tunapokuwa tukiimba wimbo huu, tafakari